Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ au Sanga Media Tanzania, tumefika maeneo ya Pugu. Hapa tupo katika shule ya sekondari Magnus, lakini pembeni yangu nipo na mkuu wa shule ya Magnus. Nataka pia tuweze kuzungumza naye, kuna mambo mengi sana anaweza kuzungumza, lakini pia tuambie experience yake, hususan kwa wanafunzi ambao mara nyingi amekuwa akionyesha tabia ambazo hazina usawa katika shule hii, lakini yeye amepambana na kupigana sana kuhakikisha wanafunzi hao wanaenda kukaa sawa katika masomo yao. Mkuu, kwanza hongera na unafanya kazi nzuri sana, lakini pia nataka uniambie ni namna gani una experience sasa kwenda kuwarekebisha vijana wetu ambao mara nyingi wanakuja wakiwa na tabia tofauti. Asante mtangazaji wa Sanga Media au Sanga TV. Nijitambulishe kwanza kwa majina, naitwa Mwalimu Kayagwa. Okay. Ni mkuu wa shule ya sekondari Magnus. Okay. Na waloko nyuma hapa ni wanafunzi wa shule ya sekondari Magnus. Okay. Katika kujibu swali lako, kwanza mimi sina utaratibu wa kufukuza mwanafunzi. Okay. Ila nina utaratibu wa kumrekebisha. Okay. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu unapomfukuza mwanafunzi na mwadhibu mzazi, sio huyu mwanafunzi, kwa sababu mwanafunzi hajitambui. Kwa kazi tunayofanya ni kumwezesha mwanafunzi ajitambue. Hasa katika kujitambua tunapita hatua nyingi, lakini kuna hatua zingine ambazo ni kali. Lakini cha kwanza tunampitisha kwenye ofisi ya nidhamu, kuna ushauri nasihi. Lakini cha pili, akishindikana kwenye ushauri nasihi, tunampeleka ofisi ya nidhamu kitengo cha pili. Okay. cha kumrekebisha kinidhamu. Akishindikana pale analetwa ofisi ya mkuu wa shule. Sasa hiyo hatua ni kali. Maana yake ukiletwa kwa mkuu wa shule, utaamua wewe, moja, kuacha shule, mbili, kubadilisha tabia. Okay. Na ukibadilisha tabia, ndo kama hawa tuliosikia alikuwa mvuta bangi, lakini mwisho wa siku ametoka na division 2. Okay. Sasa mzazi kama huyo lazima atafurahia sana matokeo ya mtoto wake. Okay. Kwa mimi sina utaratibu wa kufukuza sana, hiyo siweki kipaumbele. Okay. Kipaumbele changu cha kwanza ni kumrekebisha. Wale wazazi ambao watoto wao walikuwa na tatizo la kinidhamu leo wanafurahia matunda ya watoto wao. Okay. Na mkuu, nataka pia uweze kutuambia diwani wa kata Pugu Frank Joseph Mang'ata ameweza kufika katika eneo hili. Licha ya changamoto zenu nyingi sana kuweza kumwakilishia kwake, unahisi labda kiongozi huyu namna gani anaweza kuchukua changamoto zenu na kwenda kuzifanyia kazi? Kiufupi, kwanza niseme ni kwa mara ya kwanza nakutana naye uso kwa macho. Okay. Ila katika media mbalimbali nimemwona wakati wa uchaguzi kwenye kampeni. Okay. Ni mtu wa watu. Okay. Kwanza kwa nini nasema ni mtu wa watu? Alikuwa na ratiba iliyombana sana leo. Baada ile ratiba angesema ngoja nikapumzike mahali nile bata. Lakini akasema hapana, naenda Magnus sekondari. Okay. Kwa hiyo nina imani sana kwa changamoto tulizompatia atazitatua kwa ule moyo wake wa ubinadamu, kuwa mtu wa watu. Okay. Kwa hiyo ninaamini 100% kuja kwake kwetu Magnus sekondari ni faraja yale mapungufu yetu au zile changamoto tulizokuwa nazo. Okay. Ndio. Mkuu, kwanza shukrani sana kwa muda wako, lakini pia tukupongeza, unaendelea kufanya kazi nzuri na endelea pia kurekebisha vijana ambao wanakuja kila mtu akiwa na tabia yake tofauti. Asante sana. Okay, naam, huyo ni mkuu wa shule ya Magnus Secondary ambayo ipo maeneo ya Pugu, na Frank Joseph Mang'ata tumeweza kufika katika eneo hili. Lakini pia tukasema si busara kuweza kuondoka bila kuweza kuzungumza na mkuu wa shule ili pia aweze kutuambia machache hususan anavyoenda kutibu changamoto mbalimbali za hawa vijana wetu. Nini unatakiwa kwenda kufanya? Ni kwenda kusubscribe channel yetu ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.